Hapo Yesu atakapoita mataifa mbele yake, tutashindaje kwenye hukumu mbele ya kiti cha enzi? Atakusanya ngano ghalani, atatupa mbali makapi. Tutashindaje hukumuni siku ya Kiyama? Wapendwa wa Mwenyezi Mungu, Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu katika mwendelezo wa majifunzo yetu, katika mfululizo wa mikutano yetu, masomo yetu ya Pambano Kuu na Shule ya Unabii. Liko somo jingine tena baada ya kuwa na lile somo la elimu ya kweli sehemu ya kwanza, somo la pili elimu ya kweli sehemu ya pili. Somo la tatu lina kichwa kinachosema chemchemi ya maji yaliyo hai au mabirika yavujayo. Chemchemi ya maji yaliyo hai au mabirika yavujayo. Ninayekualika katika majifunzo haya tena kwa awamu hii ni mimi, mtumwa wa Mwenyezi Mungu, mchungaji Fulgence Mangosongo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kabla tujaendelea, basi tuombe. Baba yetu mwema uliye mbinguni, kwa unyenyekevu mkubwa tuko mbele zako tukihitaji mwalimu wa kimbingu, Roho Mtakatifu atufundishe. Tawala majifunzo yetu tangu mwanzo hata mwisho. Tunakubali huduma ya malaika zako watakatifu kwa jina la Yesu, amina. Somo letu ni chemichemi ya maji yaliyo hai au mabirika yavujayo. Katika kitabu cha Yeremia sura ya 2 mstari wa 13 na 14, maneno ya uzima ya Mwenyezi Mungu yanasomeka hivi: kwa maana watu wangu hawa wametenda maovu mawili. Wameniacha mimi niliye chemichemi ya maji ya uzima, wamejichimbia mabirika yavujayo yasiyoweza kuweka maji. Je, Israeli ni mtumwa? Je, ni mzalia? Mbona amekuwa mateka? Yeremia sura ya 2 mstari wa 13, tunaona neno la Mungu linasema watu wa Mungu wametenda maovu mawili. Ovu la kwanza, wamemwacha Mungu. Ovu la pili, wamejichimbia mabirika yavujayo yasiyoweza kuweka maji. Sasa wamemwacha Mungu ambaye ni nani? Ni chemchemi ya maji yenye maji ya uzima. Kwa hiyo huyu Mungu aliye chemchemi ya maji ya uzima anasema tumemwacha. Hilo ni kosa la kwanza, tumefanya uovu. Ovu la pili, baada ya kumwacha Mungu, tumejitafutia njia zetu wenyewe. Hizo njia zetu wenyewe ni sawasawa na kujichimbia mabirika yavujayo yasiyoweza kuweka maji. Hilo ni ovu la pili. Karibu tuendelee na mfululizo wa masomo yetu, na ndiyo maana ya kichwa cha somo chemchemi ya maji yaliyo hai au mabirika yavujayo. Katika kitabu cha elimu ya kweli UPH 2019 ukurasa wa 20, katika tafsiri ya Kiingereza Education ukurasa wa 30 paragrafu ya 3, nabii anasema chini ya masharti yaliyobadilika, elimu ya kweli
bado inapatana na mpango wa Muumbaji, mpango wa shule iliyokuwepo Eden. Bado tunaendelea na elimu ya kweli. Baada ya anguko, masharti yaliyobadilika, maana yake baada ya anguko, elimu ya kweli bado inapatana na mpango wa Muumbaji. Yaani kwa lugha nyingine ni kwamba ili elimu iwe na sifa ya kuitwa elimu ya kweli, haijalishi tuko katika kipindi cha kuanguka dhambini, ili iwe na sifa ya kuitwa elimu ya kweli, lazima ipatane na mpango wa Mungu wa uumbaji. Mpango wa shule iliyokuwepo Eden lazima ifanane na shule ya Edeni. Hiyo ndio itaitwa elimu ya kweli. Katika elimu ya kweli UPH 2019 ukurasa wa 21, katika education ni ukurasa wa 30 paragrafu ya 4, nabii anasema kanuni kuu za elimu hazibadiliki, zimethibitika milele. Zaburi 111 mstari wa 8. Maana ni kanuni za tabia ya Mungu, kwa haiwezekani elimu ikabadilika. Kanuni za elimu hazibadiliki. Kwa hiyo elimu ili iwe na sifa ya kuitwa elimu ya kweli, lazima iwe inafanana na ile elimu iliyokuwa inatolewa bustanini Edeni kabla ya anguko. Kwa hiyo katika elimu hapa, kama tunavyoona katika kitabu hiki cha education ama elimu ya kweli kama alivyotafsiri Ufunuo Publishing House, ni kwamba kazi ya elimu na ukombozi ni moja. Kwa hiyo basi kusisitiza ama kusimama kwenye elimu ya kweli inayofanana na iliyotolewa bustanini Eden, huko ndiko kumwamini Mungu na kumtegemea Mungu ambaye yeye ni chemchemi ya maji yenye uzima. Kuacha elimu ya kweli na kushikilia elimu ya Babeli, hilo ni kosa la pili, ni kujichimbia mabirika ya vujayo yasiyoweza kuweka maji, na kwa sababu hiyo Israeli yamekuwa mateka. Je, kanisa la Waadventista wa Sabato tuna ujasiri wa kusema sisi tuko huru? Kama elimu yetu tunayoitoa katika shule zetu, elimu ambayo tumefundishwa au tunayoifundisha, sio elimu inayofanana na iliyotolewa bustani katika bustani ya Edeni, basi tumetenda kosa au tumetenda uovu namba moja. Tumemwacha Mungu aliye chemichemi ya maji ya uzima, na hivyo tumejichimbia mabirika ya vujayo yasiyoweza kuweka maji. Kosa la pili, uovu wa pili tumeutenda. Lakini kama elimu yetu tunayoitoa ama tuliyofundishwa ama tunayoifundisha Waadventista wa Sabato, mfumo wetu wa elimu sasa unapatana na elimu iliyokuwa inatolewa bustanini Eden, basi hatujamwacha Mungu. Kwa hiyo hatujajichimbia mabirika ya vujayo yasiyoweza kuweka maji. Kwa hiyo hatuko mateka sisi. Lakini je, hivyo ndivyo ilivyo? Sio kweli. Tumeiacha hiyo elimu iliyokuwa inatolewa bustanini Edeni. Kwa hiyo sisi ni mateka. Aliyetuteka ni nani? Tumetekwa na elimu ya Babeli, na sasa hivi anayetawala Babeli, mfalme wa Babeli ni nani? Nani anayetawala kwa niaba ya Shetani? Ufunuo 13 natuambiaje? Yule joka akampa kiti chake cha enzi na nguvu zake na uwezo mwingi. Kwa hiyo Vatican au mamlaka ya kanisa Katoliki au mamlaka ya Kirumi, hii ndiyo Babeli inayonywesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Kwa hiyo kama tumeiacha elimu iliyokuwa inatolewa bustanini Eden, automatic sisi tumeangukia kwenye elimu inayosimamiwa na Mrumi na kanisa Katoliki, elimu ya Babeli. Na kwa kadri tunavyoendelea na masomo haya, utaona hatua kwa hatua. Mimi ninachokifanya tu, nimeamua kusema kama ilivyo. Kama ilivyo. Katika elimu ya kweli UPH 2019 ukurasa wa 12, katika education ni ukurasa wa 20 paragrafu ya kwanza, nabii anasema hivi:
Mfumo wa elimu ulioanzishwa mwanzoni mwa ulimwengu ulikuwa uwe mfano wa kujifunza kwa mwanadamu maisha yote yaliyofuata. Kama kielelezo cha kanuni zake, shule ya mfano ilianzishwa Edeni. Shule ya mfano ilianzishwa Edeni. Swali, shule zetu tunazozimiliki Waadventista wa Sabato, ama watoto wetu wanakosoma Waadventista wa Sabato, je, elimu hiyo ni kama ile iliyokuwa imetolewa bustanini Edeni? Kama sivyo, tumemwacha Mungu aliye chemchemi ya maji ya uzima, na hivyo tumejichimbia mabirika yavujayo. Elimu ya Babeli ni mabirika yavujayo, na tumeamua kuchimba mabirika haya yavujayo yasiyoweza kuweka maji. Kwa hiyo watu wa Mungu, nabii Yeremia analalama ya kwamba wamemtenda Mungu maovu mawili. Waadventista wa Sabato tuna hatia ya hili, na hili somo tutaweka wazi bayana ili tujue ya kwamba je, tumesimama na tumetegemea chemchemi ya maji yaliyo hai, au tumejichimbia mabirika yavujayo? Kipi sasa tunachotakiwa kukisimamia? Je, tubaki na mabirika yavujayo au tubaki na chemchemi ya maji yaliyo hai, maji ya uzima? Mungu alitupatia mpango makini na mzuri wa elimu kama kanisa, kama tulivyoona somo la elimu ya kweli sehemu ya pili, somo lililotangulia. Tukaona ya kwamba shule au mifumo minne ama aina nne za shule. Shule ya kwanza ni ile iliyokuwa inatolewa bustanini Eden. Ya pili ni baada ya kutoka bustanini Eden. Tukaona shule ya jangwani na tukaona shule za manabii. Katika hizo zote tukaona ya kwamba mpango wa Mungu wa elimu kama ulivyoanza bustanini Eden hakuwahi kubadilisha. Je, Waadventista wa Sabato, kanisa hili linapoanza katika mianzo yake, kweli Mungu alilipatia mfumo mwingine wa elimu, au mfumo uliopo sasa ndio Mungu alitupatia? Hapana, kwa sababu nabii hapa anatuambia mfumo wa elimu ulioanzishwa mwanzoni mwa ulimwengu ulikuwa uwe mfano wa kujifunzwa na mwanadamu maisha yote yaliyofuata. Kama kielelezo cha kanuni zake, shule ya mfano ilianzishwa Edeni. Education 20 paragrafu ya kwanza. Elimu ya kweli UPH 2019 ukurasa wa 12. Kwa sababu hiyo, kanisa la Waadventista wa Sabato lisingepewa mfumo mwingine wowote wa elimu. Kwa hiyo hii mfumo wa elimu tulionao sasa, namna tunavyotoa elimu sasa, sivyo ambavyo Mungu alikusudia iwe. Tumejichimbia mabirika yavujayo yasiyoweza kuweka maji, na hii ni kwa sababu tulianza kumwacha Mungu, na ndio maana tumekataa maelekezo yake, tumekataa mpango wake. Ninayaeleza haya ama ninayafundisha haya kwa mamlaka gani? Nimesoma vitabu. Sasa kabla hujapinga, kabla hujakataa, mimi nakutia moyo, soma vitabu vifuatavyo. Kitabu cha kwanza kinaitwa The Broken Blueprint by Vance Farrell. Hiki kitabu ni adimu kukipata sasa, kama unavyokiona kichafu kimechakaa. Hiki kitabu kinaeleza historia ya mfumo wa elimu ulivyoanza kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato mpaka mabadiliko yaliyokuja kutokea. Kama mnavyokiona kitabu nimekipata mbali sana. Kuna mzee mmoja anaishi mashambani, Mwadventista mwaminifu wa Mungu. Amekitunza, unaona kina tope tope kwa sababu ya maisha ya shambani. Hiki kitabu ndicho ambacho nimekisoma, nimeona kweli hizi, na ndio Mungu ananisukuma kutoa ujumbe huu na wewe usikie. Katafute kitabu hiki. Sijui kama mtandaoni kinaweza kupatikana, sielewi, ila hiki kitabu The Broken Blueprint, Vance Farrell, hiki kitabu cha pili kinaitwa The Living Fountains or Broken Systems. Kimeandikwa na Edward Alexander Sutherland. Huyu nitamweleza baadaye
kwenye hili somo. Kitabu cha tatu ni kitabu cha Education cha Ellen G. White. Ufunuo wamekitafsiri kitabu hiki kwa jina la Elimu ya Kweli, na nimekuwa nikikitumia hapa na ninacho hapa mkononi, hiki hapa nimekishikilia. Kitabu cha nne kinaitwa Medical Missionary by Ellen G. White. Kitabu cha tano kinaitwa Ujumbe kwa Vijana, kimetolewa na UPH, ni cha Ellen G. White, makusanyo ya mnukuu na maandishi ya Ellen G. White, kinaitwa Ujumbe kwa Vijana. Ninacho hiki kitabu hapa, hiki hapa, Ujumbe kwa Vijana. Kuanzia ukurasa wa 160 unaweza ukaona inaelezwa habari ya elimu ya kweli. Utaona hapo ni vitabu vyetu kabisa, sitoi hewani, ni vitabu vyetu. Hiki Ujumbe kwa Vijana. Kitabu cha sita kinaitwa Medical Missionary Manual. Mwandishi wa kitabu The Broken Blueprint ndiye mwandishi wa kitabu hiki, Vance Ferrell. Kitabu cha saba kinaitwa Mashauri juu ya Kilimo, kimetolewa na Kibidula, ni cha Ellen G. White, kimekusanywa na kimetafsiriwa na Kibidula. Ninacho hicho kitabu, hiki hapa, Mashauri juu ya Kilimo. Ni vitabu vyetu kabisa. Haya yote ninayoyafundisha yako kwenye vitabu vyetu. Kitabu cha mwisho ni Shuhuda kwa Kanisa Gombo la 5, Testimonies for the Church Volume 5. Ukisoma hivi vitabu vyote hivi, hizi siri ambazo zimekuwa zikifichwa kwa muda mrefu, utaona ziko wazi, zimefunuliwa wazi. Ukweli ni huu: Waadventista wa Sabato tumejichimbia mabirika yavujayo. Tumemwacha Mungu aliye chemchemi ya maji ya uzima, na tukajichimbia mabirika yavujayo. Elimu tunayoitoa kwenye shule zetu ni elimu ya Babeli, na sio tu shule zetu, vyuo vyetu vyote. Elimu kwa sasa hivi hakuna shule inayomilikiwa na mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato ambayo inafuata mfano wa shule ya Edeni. Labda shule hizo ziwe zile ambazo zinamilikiwa na independent ministries. Swali linaulizwa, je, upi ulikuwa ndio mpango wa Mungu wa elimu, the blueprint, uliotolewa na Mungu kupitia kwa Ellen G. White? Je, tunaweza tukapata maelezo ya jinsi shule zetu zilivyokuwa zinaendeshwa enzi za Ellen G. White, na nini kilitokea hata mpango wa Mungu wa elimu, the blueprint, ukaachwa? Ni maswali ya msingi tunahitaji kuyajibu. Sasa angalia, katika kueleza historia hii nitajikita kwa hawa watu watatu. Watu wangapi? Watatu. Wa kwanza ni Ellen G. White mwenyewe. Wa pili anaitwa Edward Alexander Sutherland. Wa tatu anaitwa Percy Tilson Morgan. Hawa watu watatu hawa wanasimama kama mihimili ya kusimamia ama kutetea the blueprint ya Mungu katika elimu, mpango wa Mungu wa elimu unaokubaliana na ile elimu iliyokuwa inatolewa Eden, na shule ya kwanza iliyotolewa Eden kwa wazazi wetu. Hawa watu watatu. Ellen G. White. Ellen G. White anaanza kuonekana baada ya kuwa ametoa maelekezo ama maongozi ya Mungu mwaka 1872 juu ya mpango wa elimu. Na mwaka 1873 katika General Conference Session, Ellen G. White akishirikiana na mume wake James White walihimiza na walisisitiza kuanzishwa kwa Educational Society, na ndio mwaka huo kanisa likaamua kununua ardhi kwa ajili ya kuanzisha shule kule Battle Creek. Lakini cha kushangaza, the blueprint ama mpango wa Mungu wa elimu ulikuwa unataka shule ziwekwe mashambani kama ilivyokuwa bustanini Eden, mashambani, na eneo liwe kubwa la kutosha. Sehemu ya shule ni kilimo,
cha kushangaza, waliweka pembeni mpango huu wa Mungu aliyoufunua kupitia Ellen G. White, wakaenda kununua mjini Battle Creek, mjini ekari 12 na wakaanzisha ujenzi. Ili kugharamia ujenzi, wakauza ekari 5, zikabaki ekari 7. Ellen G. White aliposikia habari hii alilia machozi. Kwa nini wamekataa mpango wa Mungu? Na lilikuwepo eneo la ekari 40. Ellen G. White kwa uongozi wa Mungu aliambiwa wawaambie wakanunua hilo eneo la ekari 40. Uongozi wa General Conference ukakataa. Kwa njia hiyo wakamkataa Mungu na maelekezo yake, wakajichimbia mabirika ya vujayo, wakaanzisha shule mjini, na tena wakaanzisha shule kwa kutaka mitaala ya kidunia, utaratibu ule wa classical education, classical schools, kama dunia wanavyofanya. Kama ikutosha, bado waliendelea kupinga na kupinga na kupinga. Mwaka 1891 Ellen G. White alipokwenda Australia, akasimamia uanzishwaji wa shule inaitwa Avondale. Inaitwa Avondale College. Hapa tunaanza kuona the blueprint ikifanywa kazi kwa usimamizi wa Ellen G. White. Shule hiyo ikasimamiwa, ikaanzishwa. Aliporudi Amerika, ndipo sasa kuna hawa wakati wakiwa vijana, mwaka 1904 huyu Edward Alexander Sutherland akiwa ana miaka 39 na Percy Tilson Morgan akiwa na miaka 37. Ilikuwaje? Kwanza, Sutherland na Morgan walikuwa wakihudumu katika Emmanuel Missionary College ya kanisa huko Berrien Springs, Michigan. Lakini mwaka 1903 walianza kuona upinzani unaokuwa kwa kasi kupinga matengenezo ya elimu. Hawa vijana wawili walijifunza kwa Ellen G. White, tena kwa kwenda nyumbani kwake akawaeleza mpango wa Mungu wa elimu, the blueprint. Hawa vijana wawili ikastiki kichwani, ilikaa kichwani, wakaukubali, wakaupenda na wakaazimia kuutekeleza na kuuishi popote watakapokuwa. Na katika hii Emmanuel Missionary College walipofika hapo, walipindua mambo, wakaleta matengenezo makubwa ya elimu ili kurudisha ule mfumo wa Mungu wa elimu, the blueprint, kama ilivyokuwa kwenye shule ya awali bustanini Eden. Upinzani uliotoka kutoka General Conference, kutoka kwa viongozi wa kanisa, walipogundua ya kwamba wamesukwa sana, mpaka ikapelekea mke wa Morgan akafariki kwa sababu alikuwa mgonjwa, na namna ambavyo uongozi wa kanisa ulimsukasuka mume wake, akashindwa kustahimili na akalala mauti. Na Ellen G. White alieleza kabisa mke wa Morgan amelala mauti kwa sababu ya misukosuko ya viongozi wa kanisa. Hatimaye mwaka 1903 wakaamua ya kwamba sasa inapaswa wajiondoe kwenye Emmanuel Missionary College. Huyo Alexander Sutherland pamoja na Tilson Morgan, ilipofika Juni 1, 1904 wakaresign, wakajiondoa. Wao waliacha kazi, wakajitenga. Na ndipo sasa mwaka 1904 wanakutana na Ellen G. White ambaye walijifunza kwake the blueprint ya elimu, mpango wa Mungu wa elimu. Wanakutana naye wakiwa pamoja na kijana wa Ellen G. White alikuwa anaitwa Edison. Ndipo sasa Ellen G. White akawaambia vijana hawa ya kwamba sasa watafute eneo, waanzishe shule, na shule hiyo isimilikiwe na kanisa, isimilikiwe na mfumo, isimilikiwe na uongozi wa kanisa, iwe independent organization, independent institution. Waanzishe taasisi iliyojitenga na mfumo, Habari hizi utazisoma kwenye hiki kitabu cha The Broken Blueprint, ukurasa wa 58, ukurasa wa 56, ukurasa wa 59, 61, 62 mpaka 67. Ukisoma hapo kuanzia ukurasa wa 56 mpaka 67
unapata hii story, na ukikipata kitabu waweza kukisoma chote, utaweza kuona mambo mengi ya ajabu ambayo hauwezi ukaelezwa popote. Chini ya mashauri ya Ellen G. White, Juni 22, 1904, Sutherland na Magan walinunua shamba la ekari 414. Can you imagine? Kutoka ile Battle Creek walikataa mpango wa kununua ekari 40, wakanunua 12, wakauza 5, zikabaki 7, wakaacha mpango wa Mungu wa elimu, the blueprint, wakaiweka pembeni. Hapa Ellen G. White anawaongoza hawa vijana wawili, mmoja akiwa na miaka 39, mwingine 37, wakanunue eneo la ekari 414 na liliuzwa kwa dola 12,723. Katika kitabu hiki cha the Broken Blueprint, Vance Farrell, ni ukurasa wa 60, story hiyo unaipata. Ellen G. White alihusika sana kama mwanzilishi wa shule katika eneo hilo, akishirikiana na hao vijana wawili. Sasa ni timu ya watu watatu: Sutherland, Magan pamoja na Ellen G. White mwenyewe. Aliendelea kuisapoti hiyo shule ambayo ilikuja kuitwa Madison School. Hapo ndio tunapata mfano wa the blueprint ya Mungu ya elimu, mfano wa shule kama ya Edeni. Kasome historia ya Madison, lakini pia tutakuja kuona mwisho mbaya wa the Madison School, namna ambavyo nini kiliendelea baada ya hawa watu kuwa wametoka, wengine wamefariki. Wale pioneers wa Madison School walipotoka, baadaye shule ya Madison ikarudishwa mikononi mwa mfumo wa kanisa katika conference iliyokuwa maeneo yale, na mwaka mmoja tu shule ikafungwa. Na kama haitoshi, shule ikashirikiana na kanisa la Baptist, ikawa inaendeshwa kwa ubia na kanisa la Baptist. Kama haitoshi, Baptist nao wakashirikiana na kanisa Katoliki. Madison ikawa ndio mwisho wake, ikawa kifo chake kabisa. Kwa Ellen G. White aliendelea kusapoti shule ya Madison mpaka alipofariki mwaka 1915. Ellen G. White aliwaahidi Sutherland na Magan ikiwa wataisajili shule kama independent organization, atahudumu kama mjumbe wa bodi shule. Na ukweli ni kwamba Ellen G. White tangu mwaka 1904 mpaka mwaka 1914, akiwa mzee sana, aliposhindwa kuendelea majukumu, alihudumu kwa miaka 10 kama mjumbe wa bodi ya shule ya Madison. Katika wajumbe 10, Ellen G. White alikuwa mjumbe wa bodi. Hakuna taasisi yoyote, hakuna shule, hakuna hospitali, hakuna publishing house yoyote ya kanisa ambapo Ellen G. White alihudumu kama mjumbe wa bodi. Ni katika shule ya Madison pekee. Sasa sikiliza maelezo haya. Mungu alimwambia Ellen G. White kuwa sasa wakati umefika kwake kuanza kuhimiza uundwaji wa independent organizations. Huo ni mwaka 1904. Ambazo zitasaidia kutimiza mpango wa Mungu, the divine plan, wa kuwafundisha wanafunzi. Vance ameeleza katika the Broken Blueprint ukurasa wa 61, 62, ili kuondoa utata. Ndio maana Ellen G. White alihudumu kama mjumbe wa bodi ya shule kwa miaka 10, 1904 mpaka 1914. Hakuwahi kufanya hivyo kabla na wala baada. Alionyeshwa na Mungu Ellen G. White akifanya hivyo itatuma ujumbe kwa viongozi wa kanisa na washiriki kila mahali kuwa sio vibaya kuanzisha independent ministries,
Kwa nini zianzishwe independent ministries? Kwa sababu mfumo wa kanisa ulikuwa unakataa mpango wa Mungu, the divine plan, the blueprint ya Mungu katika elimu. Na sio tu katika elimu. Mtakumbuka mwaka 1888 General Conference katika mkutano wa Minneapolis walikataa ujumbe wa haki kwa imani uliotolewa na A.T. Jones na Wagner. Kwa hiyo bado wakakataa mara ya pili. Kwa hiyo walipokataa mpango wa Mungu, the divine plan, ndipo Mungu anamwambia Ellen G. White mwaka 1904 ya kwamba sasa wakati umefika wa kuhakikisha anahimiza watu waanzishe independent ministries. Kuwahimiza watu kuanzisha independent ministries. Na ndio maana Ellen G. White akiwa amewaamini na amewakubali kwa msimamo wao, Sutherland pamoja na Morgan anawachukua, anashirikiana nao kusimamia uanzishwaji wa shule ya Madison ambayo ilikuwa ni independent school, haikumilikiwa na mfumo wa kanisa. Na hapo ndipo tunaanza kuiona the blueprint, the divine plan ya elimu ikitekelezwa kama ilivyokuwa bustanini Edeni, shule ya awali ambayo iliwekwa kuwa kielelezo na mfano. Kwa sababu shetani alikuwa na mapandikizi kwenye mfumo wa kanisa, na shetani alihakikisha anatumia viongozi wa kanisa kukataa mpango wa Mungu. Shetani alielewa kabisa ya kwamba elimu, kazi ya elimu na ukombozi ni moja. Alijua kabisa the divine plan, the blueprint ya Mungu katika elimu ikiwa implanted, ikatekelezwa, shetani hatakuwa hana chake. Kwa hiyo ilibidi shetani apambane na kuhakikisha kwamba anawaongoza watu walio kwenye mfumo, wajumbe wa kamati na viongozi wa kanisa kukataa the divine plan. Ndipo Mungu anamwambia Ellen G. White kuanzisha independent ministries. Leo mwaka 2026 viongozi wa kanisa wanasimama na kukemea independent ministries. Wanchotafuta ni nini? Wanataka kumonopolize kazi, na hiyo ni ajenda ya shetani ili aendelee kushikilia wasiwepo watu wanaompinga, wanaosimamia ukweli. Nataka nikwambie, kama unautaka ukweli wa sasa utaupata kwenye independent ministries. Na ninazifahamu nyingi, sio wanaohubiri mitandaoni tu. Wako wameanzisha mpaka medical missionary schools, zipo. Wameanzisha sanitariums, zipo. Na zingine nimeziona. Na wengine nimefika kwenye maeneo yao, nimepiga magoti kuombea mpango hiyo ya Mungu itekelezeke. Wako katika mipango ya kuanzisha independent ministries. Nataka niwaambie, ziko publishing ministries, publishing press, printing press ambazo ni independent. Vitabu vya muhimu ambavyo watu wanavitaka, mfumo haujavitafsiri katika lugha ya Kiswahili. UPH hawajavitafsiri katika lugha ya Kiswahili. Wanatafsiri, wanaviprinti, wanavisambaza kwa watu. Usikubali kusikia porojo za wachungaji na viongozi wa kanisa ya kwamba hivyo vitabu msivisome, sio vitabu vyetu, ni vitabu vya wana matengenezo. Swali ni hili, je, hivyo vitabu vimebadilishwa nini? Ujumbe umebadilishwa? Kama ni wenyewe, shida iko wapi? Ni mpambano dhidi ya independent ministries, na hiyo ni ajenda ya shetani. Kama Ellen G. White mwaka 1904 aliamua kuhimiza wakina Sutherland na Morgan waanzishe independent school ili wawe huru kuendesha kutekeleza mpango wa Mungu wa elimu kama ilivyokuwa inatolewa Edeni. Kuna ugomvi gani leo kukiwa na independent ministries? Waacheni watu wa Mungu wafanye kazi. Acheni independent ministries zisonge mbele. Ninyi si hamtaki kutekeleza mpango wa Mungu, the divine plan? Wako watu wanahimizwa na Mungu kutekeleza makusudi ya Mungu. Waacheni wafanye kazi waliotumwa na Mungu. Waacheni wafanye kazi waliotumwa na Mungu. Licha ya kwamba hii shule ya Madison katika mianzo yake iko independent, lakini bado viongozi wa kanisa waliendelea kufuatilia kuhakikisha wanaiua shule ya Madison. Can you imagine?
roho iliyokuwa kwa hao viongozi ilikuwa ni ya roho, alikuwa ni Roho Mtakatifu kweli. Katika kitabu hiki cha The Broken Blueprint by Vance Farrell, peji ya 64, inaelezwa viongozi wa kanisa walizuia washiriki wasitoe pesa kusapoti uanzishwaji wa Madison School. Lengo lao ni kuona taasisi inashindikana kuanzishwa, lakini pia walitaka usimamizi uwe chini ya mfumo. Njama hizo ziliendelea kwa muda mrefu. Miaka 2 baadaye, Ellen G. White alipinga upinzani huo na akaandika yafuatayo. Sasa hapa nataka nikusomee hiyo nukuu ya Ellen G. White alipoandika baada ya kuona viongozi wa kanisa unawasumbua Sutherland pamoja na Morgan katika kuanzisha independent school. Wanazuia washiriki, wanapiga kelele, msitoe michango, msitoe pesa, kama inavyofanyika tu siku hizi. Hao watu msiwape nafasi, fanyeni hivi. Wanataka kumiliki pesa zote, wanataka kumiliki kazi ya Mungu, na hata hawataki kutekeleza makusudi ya Mungu. Mungu hamilikiwi na mtu, Mungu ndiye mtawala. Mungu anapoachwa anatafuta watu wengine, Katika ukurasa wa 64 tuone alichokisema Ellen G. White kwenye kitabu hiki. Tasoma kama ilivyoandikwa hapa katika lugha ya Kiingereza, alafu nitatafsiri. Kwa neema ya Yesu atanisaidia. Nabii anasema hivi: The Lord does not set limits about his work. Narudia, the Lord does not set limits about his workers. In some lines as many are wont to set. Bwana haweki kikomo kwa watumishi wake kama wengine katika njia fulani za kazi wanavyotaka kuweka. In their work, katika kazi zao, brethren Morgan and Sutherland have been hindered unnecessarily. Anasema katika kazi yao hawa ndugu Morgan pamoja na Sutherland wamekuwa wakizuiwa bila sababu isivyopaswa. Nabii anaendelea kusema, means have been withheld from them because in the organization and the management of Madison School it was not placed under the control of conference. Anasema ufanikishwaji, inaweza ikawa ni pesa au kwa namna nyingine, ndio means. Ufanikishwaji umezuiwa ama unasitishwa, unadhibitiwa kwa sababu tu utawala ama uongozwaji ama mfumo wa shule ya Madison haujawekwa chini ya utawala wa conference. Nabii anaendelea kusema, but the reasons why this school was not owned and controlled by the conference has not been duly considered. Lakini anasema sababu ya kwa nini shule ya Madison haijawekwa chini ya utawala wa conference haijazingatiwa. Nabii anaendelea kusema hivi, the Lord does not require that the educational work at Madison shall be charged all about before it can receive hearty support of the people. Mungu hahitaji kazi ya elimu katika Madison iumizwe kabla haijasapotiwa kwa moyo na watu. Nabii anaendelea kusema, the work that has been done there is approved of God, and he forbids that this line of work shall be broken up. Anasema hivi nabii, kazi ambayo inapaswa kufanywa wapi? Madison. Ina kibali cha Mungu, na huyo Mungu anazuia ama anakataza njia hii ya kazi isiuawe. Maana mfumo umeua kule Battle Creek na shule zingine kama ile Emmanuel Missionary College, wameua ile the blueprint ya Mungu, the divine plan ya Mungu. Hapa nabii anasema hii kazi wanayofanya akina Sutherland na Madison ina kibali cha Mungu, na Mungu anazuia, hataki kazi hii iuawe. Na hapa
Na hiyo ndio sababu kwa nini Mungu alimuongoza Ellen G. White ianzishwe independent school, awahimize watu waanzishe independent organizations ama institutions, mpaka publishing ministry, vituo vya uchapaji, printing press ambazo ni independent zilianzishwa. Na kuna baadhi ya vitabu vya Ellen G. White alikuwa amebaki kidogo tu avipeleke kwenye independent institution kwenda kuviprinti. Na hii ndio sababu pia kwa nini Ellen G. White aliambiwa na Mungu aanzishe board of trustees, Ellen G. White Estate, ambayo iwe independent na mfumo wa kanisa. Lakini bado baadaye waliweza kuingilia kwa namna fulani fulani. Kwa hiyo tunaona uongozi wa Mungu akimsii Ellen G. White, akimuhimiza Ellen G. White kuachana na mfumo na kuwahimiza watu waanzishe independent ministries. Na kuanzia hapo tutakuja kuona hoja za msingi, pointi za msingi ilikuwaje. Usikose kufuatilia sehemu inayofuata ya somo hili, Ichemichemi ya maji yaliyo hai au mabirika yavujayo. Sehemu ya pili inafuata. Tutaanzia hapo tulipoishia ili tuone ilikuwaje baada ya Ellen G. White kuanzisha independent ministries, kuhimiza wakina Sutherland na Magan kuanzisha independent school ya Madison. Je, nini kilitokea? Je, uongozi wa kanisa ulichukuliaje? Ellen G. White msimamo wake dhidi ya General Conference ulikuwaje? Je, support ya hii shule ilikuwaje? Na tutaziona pointi 10 kutokana na msimamo wa Mungu aliompatia Ellen G. White wa kuanzisha independent ministries. Pointi 10 tutazieleza, na hapo tutaendelea. Na usikose kufuatilia masomo haya. Tunataka kujua nini kilitokea kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato, kwenye mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato, kwa sababu tunataka kujua tumefikaje hapa. Asiyejua historia yake hajui anakokwenda, na huyo ni mtumwa. Tunataka kujua historia ilitokea wapi, tumefika wapi, na tunapaswa kufanya nini sasa. Hapo tunachunguza katika Pambano Kuu na Shule ya Unabii. Tunashughulika na kipengele muhimu cha elimu, jinsi pambano kuu lilivyopiganwa na linavyoendelea kupiganwa. Ndipo utagundua ya kwamba kumbe tunamtumikia shetani kwa jina la Mungu. Tunatekeleza malengo ya shetani tukijifanya watu wa Mungu. Tumerudia historia ya Israeli ya zamani. Tunakuja kuangalia sehemu inayofuata. Usikose kufuatilia somo hili, sehemu ya pili. Mungu akubariki. Atakusanya ngano ghalani, atatupa mbali makapi. Tutashindaje hukumuni siku ya kiama?